Haji kwa masikitiko makubwa katika miji yetu ni ibada inayofanywa na wazee baada ya kustaafu. Ni ibada inayofanywa na wazee baada ya vijana kujikusanya na kumtafutia mzee wao cha kumwezesha kufika Makka. Na hii ni dhana isiyokuwa sawa sawa. Hija ni ibada inahitajia nguvu za kutembea kutoka sehemu kwenda sehemu. Hija ni ibada inahitajia nguvu ya kuweza kustahamili msongamano. Hija ni ibada inahitajia nguvu ya kuweza kustahamili joto na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa masikitiko makubwa, vijana wengi hawana mwamko na ibada hii adhimu. Ibada ya haji kwa makundi yanayotoka Tanzania, ukiwaangalia ni watu wa miaka 50 kwenda mbele. Vijana tunasubiri kuzeeka, kana kwamba tuna ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala ya kufikia uzeeni. Uwezo wa kwenda haji kwa kijana mmoja mmoja ni asilimia kubwa ya vijana wa Kiislamu wanaweza kutekeleza ibada ya haji. Ni Waislamu wangapi wamejipanga kwa miaka 2 mitatu wakajenga nyumba milioni 50? Ni vijana wangapi wa Kiislamu waliojipanga kwa miaka 2 mitatu wakanunua magari ya milioni 50 30? Ni wengi sana. Kipi kinakuzuia kwenda kutekeleza ibada ya haji? Ajilul hajja, fanyeni haraka kutekeleza ibada ya hija. Fanyeni haraka kutekeleza ibada ya hija. Huu ni usia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuiweke hija katika mipango yetu, tuiweke hija katika ndoto zetu, kama anavyosema vijana wana ndoto zao. Kwa hiyo sehemu ya ndoto yako iwe ni kutekeleza ibada ya hija kwa haraka. Yu'ammiru wahidun fayaqtaru akharun, anapata umri mmoja tu anawahuri wengine. Sote tunakuwa tunasema nitaenda haji kama mzee fulani. Mbona ameenda haji? Amepewa umri mtu mmoja, unahurika na wewe. Tutekeleze ibada ya haji, tuiweke hija katika mpango yetu ili tuweze kutekeleza ibada bila ya usumbufu. Tumewashuhudia wazee wanawasumbua watu katika ibada ya haji, bali tumewashuhudia wazee wameshindwa kutekeleza baadhi ya matendo ya haji kwa sababu ni ibada ya kutembea, ni ibada ya kivitendo. Unatembea kilomita 4, kilomita 5, kilomita 6. Tarehe 10 usiku kwa tarehe 10 unalala Muzdalifa. Unatakiwa utembee kutoka Muzdalifa mpaka Jamarat. Mko watu zaidi ya milioni 2. Huu msongamano unahitajia nguvu na afya imara ya mwili, na sisi ndio tuko nazo vijana. Tuweke dhamira ya kwenda haji. Tuache kusema hija mpaka mtu astaafu, mpaka mtu azeeke. Inawezekana pia ni baadhi ya dhana potofu kwamba ujana ni maji ya moto. Kwa hiyo bado ukienda hija ukirudi utaharibu. Kwa nini umdhanie Mola wako? Kwa nini udhanie nafsi yako dhana iliyokuwa mbaya? Tubadilishe ndoto au tuongeze ndoto. Ile dhamira na juhudi tunazozitoa za kumiliki makazi na majumba, basi tuhamishe dhamira hizo katika ibada kama hizi, ibada za haji. Kwa tunahusia wale ambao Allah amewawafikisha kutekeleza ibada hii ya haji,
washikamani na ikhlas na mutaba'atu rasul, washikamani na ikhlasi na wafanye matendo ambayo Mtume sallam ameelekeza. Na tunahusia vijana kwa ujumla tuweke ndoto ya hija katika maisha yetu. Na sasa hivi sheria zimebadilika, watu watakiwa wajisajili haji kabla mwezi wa Shaaban. Kwa tuweke dhamira ya ibada ya hija katika maisha yetu, iwe katika mipango yetu. Tuomba Allah atuwafikishe katika kila anayopenda na analiridhia.